Ugonjwa wa selimundu ama sickle cell, kwani ni ugonjwa ambao unashughulisha jamii kwa kiasi kikubwa, na nikinukuu ama nikirejea baadhi ya nukuu za matabibu wa madaktari wenyewe, kwa mujibu wa daktari bingwa wa magonjwa ya damu na saratani kwa watoto katika hospitali ya rufani ya kanda Benjamin Mkapa, Shakilu Jumanne, alisema kati ya zaidi ya watoto 14,000 wanaozaliwa na ugonjwa huu, 10,000 huzaliwa mikoa ya kanda ya Ziwa. Mwanza pekee wanazaliwa zaidi ya watoto 1,700 kila mwaka. Sasa hiyo ni kanda ya Ziwa na hao 1,700 ni Mwanza pekee. Hivyo ni ugonjwa wa namna gani na ni ugonjwa pengine hatari kiasi gani? Tunapata nafasi hapa ya kukutana na Dr. Isihaka Mahawi kutoka Chuo Kikuu cha Afya na Sayansi Shirikishi Muhimbili MUHAS. Karibu sana. Asante sana. Tumefurahi sana kuwa na wewe asubuhi hii. Nashukuru sana. Kwa lengo la kutoa elimu kuhusiana na selimundu ama sickle cell. Kwa mtu ambaye kwa mara ya kwanza anasikia kuhusiana na selimundu ama sickle cell, hiki ni nini na kinasababishwa na nini pia? Okay, shukrani sana. Labda kwa kifupi, kwa selimundu sio ugonjwa mmoja. Okay. Bali ni kikundi cha magonjwa ambayo hurithiwa kutoka kwa mzazi kwenda kwa mtoto. Lakini sio kutoka kwa mzazi, kutoka kwa wazazi, maana ni ugonjwa ambao unarithiwa kutoka kwa wazazi wawili ambao huathiri chembe zetu nyekundu za damu. Na kama ulivyosema ni kweli, sisi ni kati ya nchi yenye wagonjwa wengi zaidi ni ugonjwa wa selimundu. Zaidi ya watoto 14,000 huzaliwa. Lakini kitu ambacho hatujagusia pia ni ugonjwa ambao unasababisha vifo vingi sana kwa watoto chini ya miaka 5. Kwa Tanzania tunakadiria zaidi ya watoto 1,000 wenye chini ya miaka 5 hufariki kila mwaka kwa ugonjwa wa selimundu. Na ni ugonjwa ambao una dalili mbalimbali kwa sababu ni ugonjwa wa damu, kwa una tabia ya kuathiri viungo vyote vya mwili. Lakini dalili ambayo tumeizoea sana ni upungufu wa damu. Na kweli inaathiri sana watu wa kanda ya Ziwa, lakini pia na watu wa ukanda wa Pwani. Mikoa ambayo imeathiriwa pia na malaria. Inaonekana ugonjwa wa selimundu ulipo ndipo malaria sana sana ilipo. Ndio. Kwa hiyo huu ni ugonjwa wa kurithi pekee? Yes, huu ni ugonjwa wa kurithi pekee. Manake baba na mama wakiwa na tatizo hilo, basi na watoto lazima wapate. Okay, sasa uzuri au ubaya wa sickle cell ni kwamba inawezekana mzazi akawa hana ugonjwa, lakini mzazi amebeba vile vinasaba akavipitisha kwa mtoto. Inabidi vinasaba viwepo viwili, kutoka kimoja kitoke kwa mama na kimoja kitoke kwa baba. Ikiwa upande mmoja hiyo haileti athari. Ikiwa upande mmoja hiyo haileti athari kabisa. Lakini zikiwa zinatoka pande zote mbili ndio huleta athari. Kwa hiyo kuna uwezekano kila mtu akawa na hivi vinasaba, lakini bado haijafikia kuwa ugonjwa, sio? Yes, ukiwa umbeba kinasaba kimoja kutoka kwa mzazi mmoja, mara nyingi unakupata ugonjwa wa selimundu. Na nadhani pia hii ni dhana potofu ile tunapona, na nadhani ndio inaleta dhana potofu kwenye sickle cell, ambapo unaona wazazi hawana kabisa ugonjwa lakini mtoto amepata ugonjwa. Kumbe wao ugonjwa ulikuwa umejificha nyuma, walikuwa hawajabeba vinasaba viwili. Wakipokutana, mtoto anapopata vinasaba viwili ndo kupata ugonjwa. Upo uwezekano pia kwa mtoto ambaye ana wazazi wote wenye vinasaba kutokuwa nao ugonjwa na yeye kubeba kinasaba. Ni katika asilimia ngapi ama uwezekano huo upo kwa kiasi gani? Kwa hiyo nadhani kuna asilimia 50 kama wazazi wote wawili wamebeba vinasaba, mtoto ana asilimia 50 ya kupata ugonjwa. Na ndio maana kama mmesikia kuna hii kampeni ya Wizara ya Afya ambayo ni vunja mduara, kwamba saizi tunawataka wenza waanze kupima kabla ya kupata watoto. Lakini sio ili wajue tu wana asilimia ngapi ya uwezekano wa kupata mtoto mwenye ugonjwa wa selimundu. Kama wote wamebeba vinasaba, tunawaambia kabisa kwamba mna asilimia 50 ya kupata mtoto mwenye ugonjwa wa hakuna kinga ya kufanya hawa wazazi wasimwambukize mtoto wao. Ubaya kwa magonjwa ya kurithi kuna kinga. Yes, kwa sababu vinasaba ni vitu ambavyo tunavibeba, kama ambavyo tunabeba rangi ya ngozi, kama ambavyo tunabeba yes. Na unakuwa katika hali gani kwa mgonjwa ambaye anakuwa na selimundu? Okay. Ugonjwa wa selimundu kwanza dalili zake huonekana mapema sana kati ya magonjwa mengi ya kurithi. Kwa ndani ya miezi 6 tu ya maisha tunaanza kuona zile dalili za ugonjwa wa selimundu.
na kama nilivyosema, dalili ya kwanza inakuwa ni upungufu wa damu wa mara kwa mara. Lakini wagonjwa wa selimundu pia hupata maambukizi ya mara kwa mara, maumivu ya viungo, let's say tunasemaga pia sometimes wanapata manjano machoni. Hii husababishwa kwa sababu chembe chembe zao nyekundu hufa mapema. Lakini ni ugonjwa ambao una changamoto nyingi. Tunajua kwamba watoto wenye selimundu pia wanawezekana kupata kupooza upande mmoja au stroke. Hiyo ni dalili sana common kwa ugonjwa wa selimundu. Na hapo kwenye hoja ya dalili kwamba mwenye ugonjwa wa selimundu yeye mwenyewe atajijuaje, na mtu ambaye anamtazama mwenye ugonjwa wa selimundu atamjuaje? Yaani kwamba akiona hivi ajue kwamba bwana huyu ana huu ugonjwa, ama yeye mwenyewe akijisikia hivi ajue sasa nina hii shida. Okay, kwa hiyo ugonjwa wa selimundu ni ugonjwa ambao hauonekani kwa macho. Kwa hiyo huwezi kumwangalia tu mtu ukasema mtu huyu ana selimundu. Na mara nyingi akiwa mtoto sasa, kwa sababu unagundulika mapema, sivyo? Yes. Kwa hiyo sisi tunashauri wale watoto ambao tunawashuku kwamba anaweza kuwa na ugonjwa waende wakapime. Na hao watoto ni wale watoto ambao amelazwa mara kwa mara kwa kupata maambukizi ya mara kwa mara, lakini mtoto anayepungukiwa damu mara kwa mara, mtoto ambaye amezaliwa kwa wazazi waliobeba vinasaba, huyo tunamshauri aende akapime. Lakini sio ugonjwa ambao ukimwona mtu unaweza ukasema hauna dalili specific, labda niseme ambazo zinasema huu ni ugonjwa wa selimundu. Kuna mtindo wa maisha ambao mnashauri mtu mwenye ugonjwa wa selimundu anapaswa kuishi, ama anaishi tu kama kawaida kama wengine ambao hawana hiyo changamoto wanavyoishi? Okay. Kwa mgonjwa wa selimundu kwa kweli anaishi maisha ya kawaida kama mtu mwingine tu anavyoishi, na ushauri wake wa kiafya unakuwa ni kama watu wengine. Kula lishe bora kwa ajili ya kuongeza damu mwilini, kwa ajili ya kuongeza kinga. Wagonjwa wa selimundu pia tunawaambia maneno ambayo tunawaambia watu wote: lala kwenye chandarua, jikinge dhidi ya malaria. Watoto wenye selimundu tunawashauri angalau kunywa maji mengi. Hivyo ndo zile extras, kunywa maji mengi kwa sababu husaidia kupunguza zile athari za maumivu ya viungo na homa za mara kwa mara. Ndio. Inaonekana kwamba wakivuka umri fulani hata baadhi ya changamoto ambazo wamekuwa wakizipitia katika umri mdogo zinakuwa zinapungua. Hii hutokana na nini? Ideally labda niseme dalili hazipungui. Lakini jinsi unavyokuwa wagonjwa wa selimundu wakishafika katika umri fulani hivi wanakuwa washaanza kujifunza namna ya kuishi na changamoto zao. Tunaona wanakunywa dawa wenyewe, tofauti na ukiwa mtoto mzazi mpaka akulete hospitali, si ndio? Lakini wakishafika umri fulani zile dalili hazipungui kiukweli, na unaweza ukasema kuna kipindi zinaongezeka, lakini kwa sababu wanakuwa washajua namna ya kujijali wenyewe, watakunywa dawa wenyewe, kama watapata shida watakupigia labda daktari au wataenda hospitali wenyewe, lakini ideally hakuna dalili zile kupungua. Na kwa upande wa care kwa mgonjwa wa namna hii, ni vitu gani ambavyo vinapaswa kuwepo? Mfano pale anapopata maumivu au anapoanza kujisikia vibaya. Naam. Kwa hiyo ugonjwa wa selimundu bwana, ukiachana matibabu yale ya jumla ya ugonjwa, ugonjwa wa selimundu pia huaga tunatibu changamoto moja moja. Ndio, labda maumivu ya viungo sana zinakuwa ni dawa za maumivu, lakini kama ambavyo nimesema, kuna sababu nini ilisababisha maumivu. Kipindi cha baridi sana, mwili unajua unakuwa unatumia nguvu ya ziada, kwa hiyo wana tabia ya kupata maumivu ya viungo. Tunawashauri tu kunywa maji mengi, hakikisha hufanyi kazi ngumu sana kwa kipindi hiki au kipindi cha jua sana kwamba utapungukiwa maji mwilini. Lakini angalau watoto wadogo, mtoto avae sweta muda wote, awe katika ile hali ya joto kidogo kuliko kuwa kwenye hali ya ubaridi ambayo itapelekea zile changamoto maradufu kuzidi. Sasa hapo umezungumzia kuhusiana na kupata maumivu ya viungo, lakini kutoa jasho kwa wingi, sio? Tafsiri yake watu wenye ugonjwa wa selimundu hawapaswi kufanya mazoezi? No, wanapaswa kufanya mazoezi, lakini wanatakiwa wafanye mazoezi kwa kiasi. Tumesema kabisa kwamba huu ni ugonjwa ambao unaathiri chembe zetu nyekundu za damu. Wao wanakuwa nazo chache. Na chembe zetu nyekundu za damu, ukumbuka, ndo zinapeleka oxygen kwenye misuli inapofanya mazoezi, si ndio? Inapotokea wakati unafanya mazoezi, kiasi cha oxygen mara nyingi mwilini kinapungua. Kwa mtu wa kawaida haina changamoto yoyote mwilini, lakini kwa mgonjwa wa sickle cell hupelekea zile chembe zake nyekundu kubadilika maumbo. Nadhani hapa imeonyeshwa kwamba maumbo yale yanabadilika,
ndipo wanapoenda kuziba mishipa midogo ya damu yanaposababisha maumivu na changamoto mbalimbali. Vipi kwa upande wa matibabu? Tumesikia kwamba yapo matibabu ya upandikizwaji wa uroto ambayo yanaweza yakasaidia kwa wagonjwa wenye selimundu. Yes, kwa matibabu najua yes, kuna matibabu. Kwanza kuna matibabu ya grade nyingi kwenye sickle cell disease, kwenye ugonjwa wa sickle cell labda niseme. Na Tanzania sasa hizi ni kati ya nchi chache, nadhani sisi ni kati ya nchi 5 nadhani Afrika ambao tumeanza matibabu ya upandikizaji wa uroto ambao hufanyika hospitali ya Benjamin Mkapa. Mpaka sasa hizi wameshafanywa nadhani watoto 11 nadhani kwenye haya kufanywa matibabu haya ya upandikizaji wa uroto. Yes, lakini watoto wa kawaida nadhani tuna clinic ambazo tunaendeshaga. Watoto huanza na dawa, then huanza na dawa za kawaida. Nadhani sasa kuna dawa inaitwa hydroxyurea nadhani inatolewa. Then tunaangalia changamoto za mtoto, kwa sababu tunajua kabisa sio kila mtoto unaweza kumpa moja kwa moja rufaa kwenda Benjamin Mkapa kufanyiwa upandikizaji wa uroto. Na pengine utupe pia uelewa katika huu upandikizwaji, nini ambacho kinakuwa kinafanyika na inasaidia vipi pia, na je, anapona kabisa ama bado atakuwa na baadhi ya dalili? Kwa upandikizaji wa uroto mtoto anapona kabisa. Na sio tu upandikizaji wa uroto, sasa kuna matibabu mapya mengine yanakuja yanaitwa gene therapy, ambapo tunabadilisha kabisa gene zile ambazo zinasababisha sickle cell. Lakini ukishapandikiziwa uroto ndo unakuwa umepona ugonjwa wa sickle cell kabisa. Kwa sababu tunakuwa tumeondoa kile ambacho kinatengeneza ugonjwa kwenye mwili, tumekupa kitu kipi ambacho kinatibu ule ugonjwa. Maana kile kinaondolewa chote sasa. Yes, unaondolewa. Unapewa bone marrow mpya ambayo itakuwa inatengeneza zile cell tofauti. Ambapo sasa wewe huwezi kumwambukiza mwanao. Kama ukikutana ama kama huyo ni mwanamke ama mwanaume akikutana na mwenza, hawezi tena kumwambukiza, hawezi kumrithisha mtoto ambaye atazaliwa. Au bado anakuwa na vinasaba. Vinasaba vyako bado unakuwa umevibeba. Kwa hiyo unapona wewe. Na kuvirithisha vile vinasaba unaweza kuvirithisha. Lakini wewe unapona ugonjwa. Kwa hiyo matibabu yapo ya kupona, lakini kuviondoa vinasaba haiwezekani. Kuondoa vinasaba haiwezekani. Lakini mpaka tutakapofika huko kwenye hiyo gene therapy ambayo ni matibabu mapya zaidi au ni makubwa zaidi, ambao kwa saizi kiukweli duniani labda nchi 2 au nchi 3 labda ndio wameweza. Na hayo yanafanyika vipi? Hayo tofauti ya bone marrow ambayo tunafanya sisi ni unaenda kuondoa labda nilite kiwanda cha seli zako mwilini, unampandikizia mtu kiwanda kipya. Lakini vinasaba, kwa sababu vinasaba ni kama instruction au maelezo ya urithi ambao unapokea. Kwa hiyo matibabu ya gene therapy atakapokuja yatakuwa pia ni unabadilisha nini taarifa zako nini kitengenezwe. Lakini matibabu ambayo nadhani bado yana muda sana kufika. Kwa saizi tuna bone marrow transplant, nadhani sisi ni nchi chache zaidi kuwahi kufanya matibabu haya kwa Afrika, na watoto wote waliofanyiwa upandikizaji wa uroto na watoto wote waliofanyiwa 100% wanaendelea vizuri na wamepona kabisa. Bila shaka ni gharama sana, kwani ni nchi chache ambazo zinafanya na sisi Tanzania tukiwemo. Kwa hiyo kitu ambacho huduma ambayo inapatikana kwa uhadimu mara nyingi pia huwa gharama. Yes, huduma hii ni gharama, lakini tunachoshukuru nadhani pia ni kitu cha kuishukuru sana serikali. Na nadhani hii labda tuite cohort au kikundi cha kwanza walichofanyiwa, nadhani gharama yote ilibebwa na serikali kuwafanyia watoto hawa. Nadhani pia wameona kipaumbele cha kuleta matibabu haya, lakini pia kuchangia kwenye huduma hii. Sasa pengine ipo dhana ambayo nyinyi mmegundua huko kwenye jamii ya watu wanapoishi ama wanapofahamu kwamba mtu fulani ana ugonjwa wa selimundu, pengine kuna namna ambavyo wanaishi naye wakiwa na mtazamo wa kwamba labda wanaweza wakaambukizwa kwa namna moja ama nyingine. Kwa kuwa wewe ni daktari, unaweza kuweka msisitizo kwenye hilo ili jamii iweze kupata uelewa wa pamoja pale wanapokutana na mtu mwenye ugonjwa huo? Ni kweli, labda nianze kusema hivyo. Ni kweli kwamba sana sana magonjwa haya yasiyoambukizwa au magonjwa ya kurithiwa huwa na dhana potofu sana kwenye jamii zetu, kwa sababu watu hawajui imetoka wapi. Mbona mimi, wazazi watajuiza, mbona mimi sina, au mbona kwetu si hatuna huu ugonjwa, umetoka wapi kwetu? Labda niseme kwamba kwanza ugonjwa wa sickle cell hutoka pande zote mbili, yani upande wa baba na upande wa mama. Hata kama wao hawaoneshi kuumwa kwa ugonjwa, ila wao ndio upelekea vinasaba kwenda kwa mtoto na mtoto kupata ugonjwa huu. Na ugonjwa huu ni hauambukizwi,
na watoto wenye sickle cell huweza kuishi maisha ya kawaida kama watoto wengine. Mradi tu kwamba anapatiwa matibabu haraka, maisha yake huenda kama ya mtoto mwingine. Na ipo dhana pia kuhusiana na idadi ya miaka ambayo wale wenye selimundu huishi, licha ya kuwa nadhani mgonjwa ambaye aliishi kwa muda mrefu zaidi alifikia mpaka miaka 90 huko. Hili lina ukweli kiasi gani? Nadhani kulikuwa kuna dhana potofu ya kwamba wagonjwa wenye selimundu hawawezi kufika miaka 18 au akifika miaka 18 hufariki. Kwa kweli hii dhana hii swala sio la kweli, kwa sababu sasa hivi kwenye kliniki zetu tunaona wagonjwa wa umri wote, wa umri zote. Nadhani hiki ni kitu cha zamani sana. Ndio kulikuwaga na vifo vingi sana vya watoto chini ya miaka 5, lakini saizi matibabu yameendelea. Saizi tuna upimaji wa awali, watu wanajijua mapema, wanaanza matibabu mapema na wanatibiwa, wanaenda kuishi maisha ya kawaida kabisa, wanapata watoto na maisha yao yanaendelea kama kawaida. Wakati tunaelekea kukamilisha, msisitizo wako kwa wale ambao wana selimundu, hasa katika kuzingatia matumizi ya dawa kwa usahihi ili waendelee kukua vizuri? Asante. Labda niseme ugonjwa wa selimundu ni ugonjwa ambao unahitaji uangalizi wa mara kwa mara. Unahitaji ile relationship ya karibu kati ya daktari na mgonjwa wake, muelezeane shida ni nini na tunaitibu vipi pamoja. Kwa hiyo kama tunavyowashauri wagonjwa wetu, tuonane kila baada ya miezi 3. Tunapopata changamoto unamuona daktari wako wa karibu. Lakini labda niongezee juu ya hilo. Mimi naomba niongezee kwenye hii kampeni ya Vunja Mduara. Nadhani sasa ni wakati, kama tushajijua sisi ni nchi yenye wagonjwa wengi sana wa sickle cell, ni wakati sisi kupima ugonjwa wa sickle cell. Wewe na mwenza wako mkapime ugonjwa wa sickle cell kabla ya kuingia kwenye mahusiano, ili mjue hali zenu na mjue hali ya watoto wenu inaweza ikawa. Muwe tayari. Sio kwamba wakipima waachane, hapana. Muwe tayari. Shukrani sana. Asante sana kwa hilo. Na tunakamilisha hivyo tukiwa na Dr. Ishaka Mahawi kutoka Chuo Kikuu cha Afya na Sayansi Shirikishi Muhimbili MUHAS, na kubwa tukigusia kuhusiana na uelewa na elimu juu ya selimundu.